Naam, mtazamaji wa Anuari TV, karibu tena kunako kipindi cha The Golden Boot, sehemu ambako kama ilivyoada tunaangazia habari za kimichezo. Na kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia katika upande wa kikosi cha Young Africans ambao wanahusishwa na mlinzi wa kati raia wa Tanzania mwenye umri wa miaka 23 kutokea kunako kikosi cha TRA ya huko jijini Arusha kuelekea msimu ujao. Na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba klabu hiyo ya Young Africans imeanza mazungumzo na uongozi wa mchezaji huyo Nasri Kombo kuweza kupata saini yake kuelekea msimu ujao, kwa maana uongozi wa Young Africans unafahamu kwamba mchezaji huyo mkataba wake umefikia tamati mwishoni mwa msimu huu kuitumikia klabu ya TRA United. Nasri Kombo ni miongoni mwa walinzi ambao kwa msimu huu wamekuwa na ubora mkubwa na alifanikiwa kumaliza msimu huu akiwa na kiwango bora kwa kutoa tuzo ya mchezaji bora wa mchezo katika mechi ya mwisho round 30 ambako TRA walikuwa wakikipiga dhidi ya Mbeya City Football Club, mchezo ambao ulitamatika kwa suruhu ya goli 0-0, mechi ambayo ikamfanya aweze kuchaguliwa kuwa mchezaji bora wa mchezo huo. Nasri Kombo pia alikuwa ni miongoni mwa wachezaji wa kikosi cha kwanza kunako kikosi cha mwalimu wa TRA Etienne Daragije kwenye baadhi ya mechi ambazo tumekuwa tunamshuhudia, na mara kadhaa amekuwa ni mchezaji ambaye amekuwa na ile silaha ya uongozi, kwa sababu katika mechi za TRA mara kadhaa amekuwa anavalia kitambaa cha unahodha, kitu ambacho kimekuwa kinamfanya awe na ubora mkubwa, lakini pia utulivu wake ambao amekuwa nao kwa msimu huu moja kwa moja. Ni miongoni mwa walinzi wa kisasa wenye utulivu mkubwa, ana umbile zuri kwa maana physical, lakini pia ni miongoni mwa walinzi ambao ubora wao mkubwa pia upo katika upande wa kusaidia timu pale ambako timu yake ikiwa inakwenda kushambulia, kwa maana anakuwa anasupport when timu ikiwa ipo katika mfumo wa offensive. Na kwa upande wa Young Africans, wao kuna taarifa ambazo zinazungumza kwamba hawana mpango wa kuendelea na mlinzi wao wakati raia wa Ghana ambaye alikuwa kwa mkopo kwenye klabu ya Young Africans akitokea kwenye kikosi cha Singida Black Stars kwa maana ya Frenkie Asinki kwa Bena, na badala yake Young Africans wameingia sokoni kutafuta replacement yake, na jina ambalo linatajwa ni Nasri Kombo mwenye umri wa miaka 23, nyota wa zamani wa Mtibwa Sugar ya huko mkoani Morogoro katika mashamba ya miwa Manungu Tuliani. Kwa hiyo Young Africans kuelekea msimu ujao tayari wameshaanza taratibu za usajili ku make sure kwamba wanajenga kikosi ambacho kitakuwa kina ubora mkubwa. Na kwa siku za hivi karibuni Young Africans wamekuwa wanaamini hasa kwa wachezaji wazawa, hasa katika eneo la katikati mwa uwanja, kwa maana katika walinzi wa kati tumeshuhudia wakiwa wanafanya viwango bora, wakina Dickson Job, wakina Ibrahim Abdurrahman Baka, Bakari Mwamnyeto, na kwa siku za hivi karibuni walinzi wa kati wa kizawa wengi wao wa kigeni wamekuwa haoneshi ubora mkubwa. Kama unavyokumbuka mtazamaji, alikuja hapa Gift Freddy, hakuwa na kiwango bora, badala yake akakaa msimu mmoja akaondoka, lakini pia msimu huu Young Africans wamemestablish Frenkie Asinki kwa Bena ambaye na yeye unaweza kukiri kwamba amefeli kwa asilimia kadhaa kuweza kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha mwalimu wa Young Africans. Alianza Romain Folz, akaja mwalimu Pedro Goncalves, na hatimaye Young Africans msimu huu wametamatisha msimu ikiwa chini ya kaimu kocha mkuu kwa maana ya Abdelhamid Mwalim, raia wa Somalia huyu. Kwa hiyo Young Africans kuna kitu ambacho amekiangalia na the way ambavyo wamekuwa wana upepo mzuri na walinzi wakati wazawa kwa siku za hivi karibuni. Na kwa Nasri Kombo ni miongoni mwa walinzi ambao kwa msimu huu wamedhihirisha hilo, akiwa anaweka pacha kati yake yeye na wakina Enoch Jiha, wakina Tabandeke sometimes, lakini pia mara kadhaa amekuwa akiweka pacha na Shamu Karabwe, miongoni mwa walinzi wa kati bora ambao walikuwa kwa mkopo TRA wakitokea kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo Young Africans kama wakifanikiwa kumpata Nasri Kombo watakuwa wamepata material ambayo kwanza
kwanza atakuwa ana sifa ya uongozi, kwa maana ile sanaa ya kuchezaji. Tunafahamu Young Africans wamekuwa wana huo mwendelezo mzuri kwenye kikosi chao, kuwa na wachezaji ambao rhythm ya kiuongozi imejaa katika miguu yao, lakini pia by experience way, kitu ambacho kimekuwa kinawapatia faida mara kadhaa pale ambako wanakuwa wanaelekea kwenye mashindano husika. Kwa hiyo Nassir Kombo ni miongoni mwa majina ambayo yanatajwa kwenda kuchukua nafasi ya Frank Yasinki kwenda kwa kikosi cha Young Africans kuelekea msimu ujao. Kwa hiyo wananchi wakae mkao wa kula kuweza kushuhudia kikosi cha Young Africans ambacho kinakwenda kujengwa kuelekea msimu ujao. Na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba klabu ya Young Africans katika miongoni mwa misimu ambayo watakuwa very seriously katika wakati huu wa usajili, basi ni msimu huu. Tukumbuke kwamba Young Africans miongoni mwa misimu ambayo walikuwa hawapo bora hasa katika upande wa sajili zao ni msimu uliopita. Asilimia takriban 95 sajili zima za Young Africans kwa dirisha kubwa hazikuwa zina faida moja kwa moja. Kwa hiyo msimu huu uongozi wa Young Africans chini ya Engineer Hersi Said wamezamiria kuweza kufanya reshuffle kubwa na kuijenga Young Africans ambayo itakuwa na ushindani. Na kama walivyoada, wachezaji wazawa wamekuwa pia ni sehemu ya wachezaji ambao watasajiliwa na kikosi cha Young Africans. Na Nassir Kombo ni miongoni mwa majina ambayo yanatajwa kuelekea msimu ujao. Jina langu ni Leopard John, sauti ya mvua. Nikushukuru kwa wewe ambao umekuwa nami mwanzo mpaka tamati kwa siku ya leo, ambako tumeangazia katika kikosi cha Young Africans ambayo imehusishwa na Nassir Kombo mwenye umri wa miaka 23. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Nyuma ya kamera alikuwepo Arafa Kaula.